Katika darasa hili tunaonyeshwa mwalimu akiwa amesimama mbele, huku pembeni akiwepo binti ambaye alikuwa amevaa boksi. Mwalimu anamtambulisha yule mwanafunzi mbele ya darasa na kuomba ampe ushirikiano, jambo ambalo halikuwa sawa kwa mwanafunzi yule yeye kuvaa boksi kichwani akiwa amefunika kichwa chake. Mwanafunzi mmoja uvumilivu ukamshinda, akaamua kuuliza, "Mwalimu, kwa nini huyu mwanafunzi ameficha sura yake kwenye boksi?" Mwalimu alimjibu kwa mwanafunzi huyo mgeni anaona aibu, hivyo baada ya siku hiyo atakuwa havai tena. Mwanafunzi yule alimwambia mwalimu kuwa kuvaa boksi sio jambo la kawaida. Zogo lilianzia pale, huku wanafunzi wengine wanajiuliza iwapo anaficha kitu ama ana sura mbaya, yaani sio pisi kali kama walivyo wao. Walimcheka na kumkejeli mwanafunzi yule aliyekuwa amevaa boksi na kuficha sura yake. Baada ya zogo kuwa kubwa siku hiyo pale shuleni, mwalimu aliamua kumwambia mwanafunzi yule anayevaa boksi aende na mzazi siku iliyokuwa inafuata. Na hapo ndipo tunagundua Hana alikuwa anaishi na baba yake peke yake, alikuwa anaitwa Mr. Lee. Madamu alimueleza Mr. Lee kuwa yeye alijua kuwa Hana kuvaa boksi ilikuwa ni jambo la siku moja, lakini ameona kama kuna muendelezo fulani na hakuna dalili za mwanafunzi huyo kuacha kuvaa boksi. Hapa ndipo tunakuja kugundua siri moja ambayo ilikuwa inamtesa Hana kwa miaka yote hiyo. Kwanza Mr. Lee alianza kumwomba msamaha mwalimu na kumwambia alijua kwenye shule hiyo aliyomhamishia hali itakuwa tofauti na alivyokuwa ametarajia. Na alimweleza yule mwalimu kwa kazi yake anayoifanya hawezi kumfundisha Hana nyumbani. Alieleza kuwa Hana hata akiwa nyumbani huvaa barakoa kuficha uso wake. Sasa mwalimu akaona kama kuna kastori fulani hivi kamefichwa juu ya kinachoendelea kwenye maisha ya Hana. Akaamua tu amuulize nini kilichotokea hadi Hana kufikia hatua ya kuanza kuvaa boksi. Sasa hapo ndipo tunakuja kugundua jambo moja ambalo lilimfanya Hana aanze kuvaa boksi. Lee alianza kusimulia yule mwalimu. Hana alikuwa msichana mzuri, mwenye kujiamini na mzuri sana. Siku moja akiwa anacheza uwanjani, alikutana na mvulana mmoja aliyeitwa Alex. Kuanzia siku hiyo kila alichokuwa anakifanya alikuwa hakosi kumzungumzia Alex. Lee anasimulia na anasema kuwa alijua ni jambo tu la kupita na penzi tu la kitoto linalomsumbua binti yake. Na hakuwa amefikiria kwa kina kiasi hicho na hakuwa anajua nini kitakwenda kumtokea binti yake siku za mbeleni. Hana alimfuata Alex mbele ya wavulana wengine na kumwambia kuwa anampenda na kumpa zawadi ya bracelet yenye jina lake. Wavulana wale waliokuwa pale mbele walimshawishi Alex amkatae Hana, na Alex aliamua kumkataa kwa kumjibu kuwa ana sura mbaya. Walimcheka kwa dharau na Hana aliondoka kwa fedheha na aibu. Na kuanzia siku hiyo akaanza kuvaa barakoa na hakutaka kuonyesha uso wake kwa mtu yeyote yule. Hata yeye mwenyewe hakutaka kujiangalia kwenye kioo. Mr. Lee alimaliza simulizi ya Hana huku machozi yakimtoka na kueleza kuwa hayo yote ni matokeo ya mtoto mmoja aliyeamua kumwambia ana sura mbaya. Na kuanzia siku hiyo aliamini kuwa ana sura mbaya. Kwa masikitiko alimueleza mwalimu yule kuwa aliamini kuwa iwapo angembadilishia mazingira labda ingebadilisha kitu, lakini ndivyo kila kitu kimeshindikana. Aliaga na kuondoka pale akiwa amekata tamaa juu ya hatima ya Hana, japo mwalimu alimwahidi kuwa atatafuta namna ili kumsaidia na alikubali Hana aendelee kwenda shule kama kawaida. Huko nyumbani sasa majira ya usiku, Hana ni yeye na laptop akiwa na chat na kuposti mbalimbali mtandaoni. Kumbuka baada ya kuambiwa ana sura mbaya na Alex, alianza kuwa na urafiki na laptop yake tu. Hakutaka kuonana na mtu yeyote ana kwa ana. Alichokuwa anakifanya ni kuchati na kubadilishana mawazo na watu huko mtandaoni. Sasa hapa alikuwa anaposti kwa marafiki zake akieleza kile ambacho alikutana nacho alipokwenda shuleni, yani ile shule mpya. Alikuwa akieleza jinsi alivyochekwa na wanafunzi alipoingia shuleni akiwa amevaa boksi. Kwenye ile posti yake alielezea jinsi ambavyo baba yake aliamua kumuita kipepeo na kumueleza kuwa yeye ni mrembo na mzuri na hataki kujishusha thamani kabisa. Sasa hapa ndipo tunakuja kugundua kuwa kumbe lile grupu alilotuma ule ujumbe wote ni wanavaa maboksi kwa lengo la kuficha sura zao kwa sababu mbalimbali. Baada ya kutuma ule ujumbe alipata comments nyingi sana kutoka kwa wenzake, na huku wengine wakimpa pole, wengine akimpongeza. Sasa mara alisikia mtu anagonga na kwenda kuvaa barakoa, na alipofungua alikutana na baba yake mlangoni na kuomba azungumze naye, na ndipo akamwambia kesho yake anatakiwa aendelee kwenda shule. Hana aligoma. Sasa hapa
Tunaonyeshwa siku nyingine Hana akiwa shuleni. Akipita mitaa mbalimbali pale shuleni, alikutana na kundi la wavulana ambao walikuwa pamoja. Sasa alipopita pale, walimng'ang'aniza atoe boksi lake, la sivyo hawatamwachia aende. Walimtishia kwamba asipotoa ile boksi watamwagia maji. Wakiwa wanataka kumwagia maji kwenye boksi lake, alitokea kijana mwingine ambaye huyu yeye alikuwa amevaa helmet na kuwazuia wasimwagie maji. Lakini walimshikilia yule kijana aliyekuja kuwazuia na kumwagia maji Hana. Hana alikwenda darasani siku hiyo kwa mara ya pili. Kuna mdada hapa anaitwa Margaret, akamkebei Hana na kusema kuwa kwa kuvaa boksi basi hawezi kufikiria nje ya boksi. Huku tunaonyesha mtifuano wa ngumi kati ya vijana wa shuleni pale, na kumbe anayepigwa ni yule kijana aliyekuwa amevaa helmet aliyemsaidia Hana asimwagiwe maji. Hana anafika pale na kuambia waache kumpiga, na alimwambia akivua boksi lake basi wataacha kumshambulia yule jamaa ambaye alikuwa amevaa helmet. Alipovua boksi lake, kila mtu alipigwa na butwaa kwa jinsi alivyokuwa mrembo. Wote kwa pamoja kumwambia jinsi alivyo mrembo. Aliondoka na kusema kuwa wanamkebehi. Sasa kuna kitu tunaonyeshwa hapa. Yule dogo mwenye helmet amevaa bracelet yenye jina Alex. Sasa upande mwingine Hana amefika home na anachati kwenye lile kundi kama kawaida yake. Anaeleza kile ambacho amekipitia kwa siku husika. Hapa alianza kueleza kuwa siku hiyo kuna jambo la kushangaza limemtokea na alilazimika kuvua boksi lake. Anaeleza kuwa alipovua boksi lake kuna mvulana mmoja alimuita jina ambalo hata yeye hajaamini. Anasema aliambiwa kuwa yeye ni mrembo sana. Alisema hajaamini na hivyo atatuma picha yake ili wote waone anafananaje, na akaomba amwambie ukweli juu ya muonekano wake. Alipiga picha na kuposti, kisha mlango ukagongwa na ilisikika sauti ya baba yake ikimwambia kuna mvulana alifika pale kumuona yeye. Alikimbilia barakoa yake kama kawaida, akavaa na boksi, kisha akaenda nje kumuona. Mara alikutana na yule mvulana mvaa helmet alikuwa akishambuliwa shuleni. Na hapo ndipo tunaonyeshwa Hana anamkumbuka ndiye yule Alex aliyemdhalilisha kipindi kile na kumuita kwamba ana sura mbaya. Baada ya kukumbuka alitoka pale kwa jazba, na ndipo Alex akamuita. Alex alimuomba msamaha na kumwambia kuwa alichokisema wakati ule hakuwa amelenga kumuumiza, bali alisema vile kwa sababu kwa wakati ule ulikuwa ni utoto na hakuwa anaelewa kama atamuumiza kiasi hicho. Alimwambia yeye ni mzuri na mrembo zaidi ya msichana yeyote ambaye alishawahi kukutana naye. Alex alimwachia zawadi ya boksi iliyokuwa imepambwa na vipepeo na kisha akaondoka na kumwacha Hana. Alichukua ile zawadi ya boksi na kurudi chumbani kwake. Alifika moja kwa moja kwenye laptop yake na kuona comments kibao kwenye ile picha aliyokuwa ameiposti. Kila mtu alimsema ni mrembo, ni mzuri na asiogope kitu. Baadaye tunaonyesha baba yake Hana mistari asubuhi na mapema anamgongea binti yake na kuanza kumwambia kuwa ameamua kuwa aanze kusomea tu nyumbani. Aligonga mara kadhaa lakini hakuna mtu aliyefungua mlango. Aliamua kusukuma mlango na kuingia ndani, na hapo alipigwa na butwaa. Hana alikuwa ameweka kioo pale chumbani baada ya miaka kadhaa ya kutojiangalia kwenye kioo. Maboksi yote mawili yalikuwa pale pembeni, na jambo la mwisho lililompa tabasamu mistari ni baada ya kuona Hana ameandika pale pembeni kwa kipepeo, hana haja ya kuambiwa yeye ni mzuri, bali ni mzuri tu hata asipoambiwa. Huku shuleni tunaonyeshwa Hana akiingia darasani na hakuwa amevaa boksi. Kila mtu pale darasani alipigwa na butwaa kwa jinsi alivyokuwa mrembo na kuvutia sana. Wale waliokuwa wamekorofishana naye akiwa amevaa boksi walianza kwenda kumomba msamaha, huku wengine wakiomba ukaribu naye. Finally tunamwona Alex anakaa naye huku akifurahia. Kitu cha kujifunza hapa ni kwa maneno yanayotoka kwa watu wetu wa karibu ama watu wetu tunaowapenda na kuamini yana nguvu kubwa sana ya kutengeneza maisha yetu. Kwa kujua ama kutokujua, tunaweza kuwa tumewaathiri wale wanaotuzunguka kwa maneno yetu. Niandikie hapo chini kwenye comment kile ambacho umejifunza wewe, lakini pia usisahau kusubscribe na kushare kwa wapendao.